Tupo hapa Morogoro katika kikao cha wataalamu wa kisekta wa afya na lishe mashuleni, ambako wadau kutoka wizara za kisekta, Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Kilimo, kwa pamoja tumekaa kujadili mustakabali wa utekelezaji wa mpango jumuishi wa lishe mashuleni. Serikali kupitia Wizara ya Afya inaratibu zoezi la ulishaji mashuleni, na kwa hivi sasa kama tunavyofahamu wote, katika kila shule zetu tulizonazo na uratibu wa afya mashuleni ambao unasimamia lishe na afya kwa ujumla, na katika mpango huo kuna mwalimu na mtaalamu wa afya. Kwa pamoja wanahakikisha masuala yote ya lishe, ikiwa na kwamba ulishaji wa chakula, utoaji wa madini ya vitamini A na tiba nyingine za kuzuia maradhi mengine kama minyoo tumbo, michocho na kadhalika. Sasa katika wiki hii tumekaa kutathmini hali ya utekelezaji wa mpango huo jumuishi, na tunashukuru sana wadau wetu wa kisekta kwa kuhakikisha kwamba kupitia mpango jumuishi wa kiserikali unaosimamia chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, yani National Multi-Sectoral Nutrition Action Plan 2, ambao sasa kwenda ku-revise kwenda kwa Action Plan 3, kila sekta inatoa ripoti ya utekelezaji katika eneo hili la ulishaji wa mashuleni, na kupitia viashiria ambavyo kila sekta iliridhia itatekeleza katika kipindi cha mwaka 2024-2025, na tunafurahi ya kwamba kila sekta imekuja na matokeo chanya, na ni wajibu sasa katika kikao hiki kupitia maeneo ambayo yameonekana na mapungufu kuyafanyia kazi na kuja na maazimio ya namna bora ya kufikia matokeo kwa haraka. Tunapenda sana kushukuru wadau wetu wa maendeleo ambao wanasupport zoezi lote hii la usimamizi wa tathmini hii ya utendaji kazi katika kutekeleza hii mpango kazi wa afya jumuishi, ambapo tuna mashirika ya Gender Health, DSW ambao tuko nao, lakini shirika la afya duniani limekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba inajikita kusapoti maeneo yote ya utekelezaji. Lakini pamoja na hiyo, katika kukubaliana utekelezaji wa viashiria, baadhi ya mikoa bado haina wadau wa kutosha. Kwa hiyo ni wajibu wa kamati hii tuliokuwa nayo sasa kuangalia wadau tulionao, kuwatawanya kwa mlingano, ili maeneo yote tufikie viashiria kwa wakati mmoja. Kwa hiyo bado nazidi kuwaomba wadau wa maendeleo tuzidi kukutana na kuzingatia mtawanyiko katika kufikia malengo ya milenia ambayo tumejiwekea ya kupunguza nchi yetu udumavu, ambao kwa sasa hivi 30% ya watoto wa Tanzania unawasumbua, lakini kuongeza kiwango cha uelewa wa kimasomo mashuleni. Tunasisitiza kuwa na lishe mashuleni kwa kutumia vyakula vinavyopatikana katika maeneo ya mashule. Kupitia mwongozo wa Wizara ya Afya wa upatikanaji wa vyakula bora katika kila maeneo, umeelekeza vyakula bora ambavyo vimekaa katika makundi yale 6, lakini chakula gani bora zaidi kipatikane kwa watoto mashuleni, ili watoto wakipata chakula cha kutosha wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili muda wa kukaa mashuleni, lakini vile vile ubongo kukua, lakini zaidi kuwa na utulivu wakati wa kupata elimu. Na kwa sababu hiyo, mtoto ambaye ameshiba vizuri, amekunywa maji safi wakati akiwa shuleni, na amepata kinga zote sahihi za matibabu, huongeza upeo wake wa uelewa, na hivyo huongeza ufaulu wa watoto. Kwa hiyo wazazi na walimu tuendelee kushikamana kwa pamoja, kutumia kilabu za watoto mashuleni, za lishe mashuleni, klabu za afya na lishe mashuleni ambazo tumeziunda, kuwashirikisha wazazi kuchangia upatikanaji wa chakula katika mashule, ili kumwezesha mtoto yule aweze kupata ufaulu mkubwa, na mwisho wa siku taifa letu linakuwa na watu ambao wana kiwango kikubwa cha elimu, na hivyo tunaongeza uchumi katika nchi yetu kufikia uchumi wa kati kwa haraka kuliko ambavyo tuko kwa hivi sasa.